Mungu anataka tutumie akili. Mungu anataka tusitegemee, lakini tuitumie. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Zipo roho ambazo zinaweza zikamuendesha mtu, lakini pia hasira inaweza ikamuendesha mtu. Mtu anafika anafanya maamuzi kwa ule msukumo wa hasira ya ndani, pasipo akili yake kuingia kazini, na anajikuta yupo pabaya. Haleluya. Unaona kwenye huduma mtu ameanza vizuri, anaenda na huduma. Yanaanza maneno anasema kwenye huduma, anaacha kuendelea na kazi ya Mungu, anaanza kujibizana na hao wanaomsema. Haleluya. Kwa hiyo pasipo kutumia akili, inaweza ikasababisha ukapoteza mwelekeo kwenye huduma. Inaweza ikasababisha ukapoteza mwelekeo kwenye ndoa. Unaweza ikasababisha ukapoteza hata ndoto zako. Haleluya. Ukapoteza hata nafasi ulionayo. Yote hiyo hujafanya maamuzi. Kabla ya kufanya maamuzi, lazima akili yako uipe nafasi katika kufikiri, katika kulichambua jambo. Haijalishi jambo linakuja gumu kiwango gani. Biblia inasema chakula kigumu. Alikuwa anamaanisha chakula kama hichi tunachokula. Alikuwa anamaanisha chakula cha akili, juu ya mambo magumu yanavyokuja kwako, juu ya maneno magumu yanavyokuja kwako. Lazima akili kuingia kazini kuchambua. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu nasikia kukisema hichi. Unajua ndani ya mtu zinaweza zikasikika sauti zaidi ya 3. Inaweza ikasikika sauti kutoka kwenye nafsi yake. Inaweza ikasikika sauti kutoka kwenye mwili wake. Inaweza ikasikika sauti kutoka kuzimu. Inaweza ikasikika kutoka mbinguni, sauti ya Mungu. Haleluya. Huwezi kuchambua kama akili haitaingia kazini. Bwana Yesu asifiwe. Lazima akili iingie kazini kuchambua juu ya jambo linalokuja kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kuingia kazini kuchambua juu ya maneno yanayokuja kwako.